Nimesikiliza hoja za wabunge mbalimbali kwa namna ambavyo wanazungumza, lakini of course wanazungumza kama wabunge, tunawaheshimu, ni viongozi wetu, lakini unajua mpira una taratibu zake, yani mpira una taratibu zake, sio kwamba kila mtu tu anaweza kufanya tu maamuzi kadiri anavyoweza, ila mpira una taratibu zake na taratibu za mpira zinapaswa kufanywa. Kwa mfano, kuna wabunge wanahoji kuhusiana na bodi ya ligi kuwa iwe chombo ambacho kinajiendesha, kisiwe chini ya TFF. Lakini yani mpira wa Tanzania uko chini ya TFF, na TFF ndio ambao wanaunda bodi ambayo inaendesha ligi. Kwa hiyo hakuna namna yani bodi ya ligi inaweza ikawa ukaitenganisha mbali na TFF. Hilo ni jambo ambalo watu wanapaswa kulijua. Yani TFF ni chombo ambacho kinasimamia ligi na taratibu zote za kimpira zinapaswa kuwa chini ya TFF. Hata kama kuna hizo kamati ambazo zitaundwa, zote zinaundwa chini ya TFF. Hakuna namna tunaweza tukazitenganisha kwamba leo tuitenganishe bodi ya ligi na TFF. Hakuna mpira wa hivyo duniani. Kwa hiyo wabunge pia wanapaswa kuelewa kwamba kila kitu ambacho kinafanyika kutokana na sheria za mpira, na kama watakuwa wanaongea sana kuhusu haya masuala ya mpira au wakaingilia zaidi, inaweza kutuweka pabaya, kwa sababu mwisho wa siku taifa letu linaweza kufungiwa kwenye masuala ya michezo, likanyimwa kushiriki kwenye mashughuli mbalimbali za kimichezo, kitu ambacho kitakuwa ni kibaya. Bodi ya ligi haiwezi kujitenga na TFF, ila kinaweza kuwa chombo huru kikajiendesha tu chenyewe, lakini bado kitafuata sheria na taratibu ambazo zimewekwa na TFF kama shirikisho la soka Tanzania, ambalo linasimamia au linaratibu shughuli mbalimbali za kimpira kwenye nchi yetu ya Tanzania. Lakini pia nimeona wengine wanazungumza kuhusiana na hoja ya ripoti, kwamba kwa nini ratiba ya mchezo mpya wa dabi imetoka ikiwa ripoti haijatoka. Sasa unajua ripoti ni kweli inatakiwa kutoka ili watu wachukue tahadhari ya nini ambacho ili kusikatokea changamoto kama zilizotokea mwanzoni. Lakini tunajua siasa za mpira wetu kwamba sometimes zinatengenezwa na watu. Sasa hiyo ripoti ndio tunaitaka. Of course hata sisi wadau tunataka tupate hiyo ripoti ambayo inaonesha hayo mambo, lakini pia ni ripoti ambayo inapaswa kuwa imethibitishwa na mamlaka husika. Kumbuke yalitajwa masuala ya rushwa pale, manake hiyo rushwa pia ina taratibu zake. Kuna namna ya kuchunguza rushwa ambao TFF inabidi yaalike, iwe na wataalamu kutoka TAKUKURU ambao wanaweza kuchunguza hiyo kitu. Lakini pia pale ametajwa viashiria vya ukosefu wa amani, inabidi watafute watu wa usalama wachunguze na nini ndio ripoti ije itoke. Sasa kama hizo taasisi mbili hazijahusishwa na hazijatoa ripoti, manake hata TFF ni ngumu kutupa ripoti. So inawezekana ripoti inaandaliwa au haijaandaliwa, hatujui, lakini hata sisi pia tunatamani kupokea ripoti kutoka bodi ya ligi na TFF kwamba ule mchezo uliahirishwa kwa nini, na tayari umeahirishwa kwa sababu ambazo ziliahirishwa tumeshazijua. Lakini baada ya kuahirishwa mchezo, hatua gani zilifuatwa? Tukishajua hatua gani ambazo zilifuatwa, maana yake hiyo itatusaidia pia kuona namna gani ambavyo tunaweza kuendelea kuendesha mambo yetu. Kwa hiyo ambacho nakiamini mimi ni kwamba zipo taratibu nyingi za kimpira ambazo zinapaswa kufuatwa, na kufuatwa kwenye hizo taratibu inahitaji pia uchunguzi wa kina, lakini pia ni swala ambalo linahitaji muda. Hata ukienda kufungua kesi mahakamani huwezi kuisikiliza hapo hapo, maana yake inahitaji pia muda. Sasa kwa sababu hivi ni vitu ambavyo vinahitaji muda, hatuwezi kusubiri kwa sababu muda nao unazidi kwenda. Kwa hiyo kwa wakati huu ambao muda unazidi kwenda, inabidi bodi ya ligi na TFF waendelee kuendesha shughuli mbalimbali za kimpira ili kusudi kila kitu kiweze kwenda na kumalizika kwa wakati. Alafu baadaye huo uchunguzi utakuja kufanyika, ripoti yake ikija kutoka, watu watakuwa wanaelewa ni nini ambacho kilifanyika, na kama kuna watu wanatakiwa kuwajibika watawajibika, kwa sababu wao tayari walishaahirisha mchezo. Maana yake shughuli zingine za kimpira zinatakiwa kuendelea, alafu baadaye ndo masuala sasa ya kurejea kwenye kesi yatakuja kufuata baadaye. Kwa hiyo ripoti itakuja kutoka, lakini kwa sasa ni lazima shughuli mbalimbali za kimpira ziendelee, kwa sababu ligi nazo zinaenda mwishoni na mpira nao na muda unazidi kwenda. So hatuwezi kusubiri ripoti ambayo itakuja kuchelewa na ligi ikachelewa. Kwa hiyo kwa sasa tunahitaji kwanza ligi ichezwe, mechi zimalizike, halafu ripoti itakuja baadaye, kwa sababu tumeshajua kuna ripoti inafanywa kazi. Na sio kwamba ripoti ikija kutoka itabatilisha matokeo. Ripoti haiwezi kubatilisha matokeo. Sasa kwa sababu ripoti haiwezi kubatilisha matokeo, kwa nini tuisubiri?
Kwa hiyo sisi tuendelee tu na mechi mbalimbali, tusubiri kitakachoenda kutokea, na mwisho wa siku taratibu zikikamilika, uchunguzi ukikamilika vizuri, kila kitu kitawekwa hadharani. Kwa hiyo nadhani Yanga wapunguze tu kiburi, wakae chini na TFF na bodi ya ligi wajadiliane, ili mambo mengine yaweze kwenda sawa, kusudi mpira wetu uweze kupiga hatua kubwa zaidi. Hatuwezi kukaa tukavumilia tu mambo kama haya afu ligi kaachelewa kumalizika. Lazima ligi imalizike kwa wakati, pamoja na kwamba kuna uchunguzi ambao unaendelea kufanyika kama ambavyo taratibu zinaeleza, ingawa ukweli ni kwamba tulipaswa kupokea ripoti kabla ya kupangwa kwa tarehe mpya ya mchezo hii, kwa sababu ligi nayo inatakiwa kuisha na mambo ni mengi. Basi taratibu zingine zinapaswa kuendelea kama kawaida, na ndio maana TFF na bodi ya ligi wametoa ratiba mchezo mpya wa dabi ili mambo mengine yaendelee.